Wanajeshi wa Urusi wameteka miji miwili au wamekomboa miji miwili kwa kishindo kutoka nchini Ukraine, wakiwaacha wanajeshi wapatao 1600 wa Ukraine wakiwa wamepoteza maisha baada ya mashambulizi makubwa ya saa 24 zilizokwisha kupita. Na kukaribisha sana katika ripoti ya muda huu ambapo sasa hivi nitakufahamisha taarifa kubwa kutoka mstari wa mbele wa kivita baina mwa vikosi vya Urusi, ambapo Urusi imesababisha wanajeshi wa Ukraine wapatao 1600 kupoteza maisha, yani kufariki kutoka mstari wa mbele wa kivita, huku pia ikikomboa makazi au miji miwili kutoka mikononi mwa jeshi la Ukraine. Kama bado hujajiunga nasi, basi na kusihia kwamba sasa unaweza kujiunga nasi moja kwa moja kwa kubonyeza neno subscribe, ili pia ripoti zote ambazo nimekuwa nikiziweka hapa basi pia unazipata kwa muda mwafaka kabisa. Asante kama tayari. Sasa karibu sana katika ripoti ya muda huu kutoka mstari wa mbele wa kivita, ambapo Urusi imenyakua jamii mbili kutoka huko Ukraine na kuacha maelfu ya wanajeshi wakiwa wamefariki dunia baada ya mashambulizi makali ya saa 24 zilizokwisha kupita. Na katika taarifa hii utasikia ripoti ya brigedi tofauti za Urusi kutoka pande za magharibi, kusini, kaskazini, central na kwengineko, ambako pia nitakufahamisha madhara kwa ujumla kwa kila pande ya vikosi vya jeshi la Urusi dhidi ya Ukraine. Wanajeshi wa Urusi wamekomboa jamii mbili katika eneo la Donetsk katika muda wa saa 24 zilizopita katika operesheni maalum ya kijeshi huko nchini Ukraine. Wizara ya Ulinzi ya Urusi imeripoti hivyo kuhusu taarifa ya mashambulizi ya vikosi vyake kwa saa 24 zilizopita dhidi ya vikosi vya Ukraine, ambapo wizara imechapisha kwamba vikosi vyake vya mapigano vya magharibi vimekomboa makazi ya huko Kirovsk katika Jamhuri ya Watu wa Donetsk kama matokeo ya operesheni madhubuti, na vikosi vya vita vya kusini vya Urusi vimekomboa makazi ya Siversky Mary katika Jamhuri ya Watu wa Donetsk kupitia operation Hai. Wizara imechapisha hivyo. Kwa ujumla, kabla ya mchanganuo, wizara ya ulinzi ya Urusi imesema ya kwamba operesheni hizo za kijeshi dhidi ya vikosi vya Ukraine vimesababisha wanajeshi 1600, yani ni makadirio ya jeshi ni takriban wanajeshi 1600 wa Ukraine wamepoteza maisha na vikosi vya Urusi katika maeneo yote ya mstari wa mbele wa kivita katika muda wa saa 24 zilizopita. Hii ni kulingana na data ya hivi punde kuhusu operation maalum ya kijeshi huko nchini Ukraine iliyotolewa na wizara ya ulinzi ya Urusi. Katika kipindi cha saa 24 zilizopita, jeshi la Ukraine pia lilipoteza takriban wanajeshi 540 na magari 4 ya kivita katika eneo la wajibikaji la kituo cha mapigano cha Urusi, na zaidi ya wanajeshi 320 na gari la kivita lilokuwa na silaha katika eneo la wajibikaji la mashariki, na karibu askari 65 na gari la kivita lilokuwa na silaha. Na huu ni mchanganuo wake katika kila brigedi au kundi husika la kivita la Urusi dhidi ya vikosi vya Ukraine katika saa 24 zilizopita, ambapo kundi la vita la Urusi la kaskazini limesababisha vifo vya zaidi ya wanajeshi 180 wa Ukraine na kuharibu gari la kivita la adui katika maeneo yake ya wajibikaji saa 24 zilizopita. Vitengo vya vita vya kaskazini vya Urusi vilisababisha hasara kwa vikundi viwili vya brigedi ya Jiga, jeshi la mashambulio ya jeshi la Ukraine, na jeshi la ulinzi wa eneo katika maeneo karibu na makazi ya huko Pavlovinka, Valachino, Novaya Sechi na kwengineko mkoani Sami. Katika mwelekeo wa Kharkiv, vitengo vya mapigano vya Urusi vya kaskazini vilisababisha hasara kwa muundo wa kikosi cha watoto wachanga cha jeshi la Ukraine na kikosi cha ulinzi wa eneo katika maeneo ya Ukraine na kikosi cha ulinzi wa eneo katika maeneo karibu na makazi ya huko Volchanski na Bochikovo mkoani Kharkiv. Kwa ujumla, katika upande huo jeshi la Ukraine lilipoteza zaidi ya wanajeshi 180, gari la kivita, magari 10 na bunduki katika maeneo hayo ya mstari wa mbele katika muda wa saa 24 zilizokwisha kupita. Pia wizara iliongeza kuwa vikosi vya Urusi viliharibu maghala 4 ya risasi
ya jeshi la Ukraine. Nalo kundi la mapigano la Urusi Magharibi limesababisha vifo vya zaidi ya wanajeshi 250 wa Ukraine na kuharibu tanki la adui na magari mawili ya kivita kwa muda mchache uliokwisha kupita. Katika kipindi cha saa 24 zilizopita, vitengo vya mapigano vya Urusi vya Magharibi vimesababisha hasara kwa wafanyakazi na vifaa vya brigedi mbili za mechanized, kikosi cha mashambulizi cha jeshi la Ukraine na kikosi cha ulinzi wa eneo katika maeneo ya karibu na makazi ya Kupiansk, Petropavlovinka huko mkoani Kharkov. Kwa ujumla, kwa upande huo, jeshi la Ukraine limepoteza zaidi ya wanajeshi 250, tanki moja, magari mawili ya kivita, magari 23 na bunduki mbili za kivita katika eneo hilo la mstari wa mbele wa kivita kwa muda wa saa 24 zilizokwisha kupita. Wizara ya Ulinzi ya Urusi imeeleza hivyo. Pia wizara hiyo iliongeza kuwa vikosi vyake viliharibu vituo 4 vya vita vya elektroniki na ghala 9 za risasi za jeshi la Ukraine. Nacho kikundi cha vita cha Urusi cha Kusini kimesababisha vifo takribani wanajeshi wa Ukraine 245 na kuharibu magari matatu ya kivita katika eneo lake la wajibikaji katika siku moja iliyokwisha kupita. Katika kipindi cha saa 24 zilizopita, vitengo vya mapigano vya Urusi vya Kusini vimesababisha hasara kwa uundaji wa vikosi vitatu vya jeshi la Ukraine na kikosi cha ulinzi wa eneo katika maeneo karibu na makazi ya Ivanopolie, Alexandro Kalinovo, Stepanovinka huko Jamhuri ya Watu wa Donetsk. Kwa ujumla, upande huo jeshi la Ukraine limepoteza takribani wanajeshi 245, magari matatu ya kivita, magari 13 na bunduki 8 katika eneo la mstari wa mbele wa kivita. Wizara imeongeza kuwa vikosi vya Urusi viliharibu maghala 5 ya risasi na vifaa vya jeshi la Ukraine. Nacho kituo cha mapigano cha Urusi kimesababisha takribani wanajeshi 540 wa Ukraine kufariki dunia na kuharibu magari 4 ya kivita katika eneo lake la wajibikaji katika saa 24 zilizokwisha kupita. Vitengo vya kituo cha vita vilipata safu na nafasi bora na kusababisha hasara kwa wafanyakazi na vifaa vya brigedi 3 zilizo na mitambo, brigedi ya mashambulio ya anga, jeshi la mashambulio la jeshi la Ukraine na brigedi 2 za walinzi wa kitaifa katika Jamhuri ya Watu wa Donetsk. Kwa ujumla, Ukraine katika upande huo imepoteza wanajeshi 440, magari 4 ya kivita, magari 8 na bunduki ya kujiendesha yenyewe katika eneo la mstari wa mbele wa kivita kwa muda wa saa 24 zilizopita. Nacho kikundi cha vita cha Urusi cha Mashariki kimeua wanajeshi wa Ukraine 320 na kuharibu gari la kivita la adui katika ukanda huo. Vikosi vya vita vya Mashariki vilisonga mbele kwa kasi katika ulinzi wa Ukraine na kusababisha hasara kwa uundaji wa vikosi viwili vya jeshi la nchi hiyo ya Ukraine na kikosi cha walinzi wa kitaifa katika maeneo ya huko Alexeyevka, Pokrovskoye mkoani Dnipropetrovsk. Jeshi la Ukraine limepoteza kwa ujumla katika upande huo, Ukraine imepoteza zaidi ya wanajeshi 320, gari la kivita, magari 12, bunduki 3 za kivita na kituo cha vita vya elektroniki katika eneo la mstari wa mbele wa kivita katika muda wa saa 24 zilizopita. Pia kundi la vita la Urusi la Dnipro limeangamiza takribani wanajeshi 65 wa Ukraine na gari la kivita katika upande huo. Vitengo vya vita vya Urusi vya Dnipro vimesababisha hasara kwa wafanyakazi na vifaa vya vikosi viwili vya ulinzi wa pwani vya jeshi la Ukraine na kikosi cha ulinzi wa eneo katika maeneo karibu na makazi ya huko Malaya, Tokimachinka katika mkoa wa Zaporizhia, Lvovo na Belozaka mkoani Kherson. Kwa ujumla, jeshi la Ukraine kwa upande huo limesababisha wanajeshi wa Ukraine 65 kupoteza maisha
na kuharibu gari ya kivita, magari 6, vituo 7 vya kivita vya kisasa yani elektroniki na ghala la risasi viliharibiwa kabisa. Wanajeshi wa Urusi pia walishambulia miundombinu ya reli ya Ukraine na uhifadhi wa UAV, ndege zisizo na rubani na kurusha maeneo katika siku moja iliyokwisha kupita. Na pia vikosi vya ulinzi wa anga vya Urusi vilidungua ndege 128 za Ukraine zisizokuwa na rubani na makombora mawili ya Neptune katika saa 24 zilizopita, ambapo wizara imechapisha kwamba uwezo wa ulinzi wa anga ulitungua makombora mawili ya masafa marefu ya Neptune na magari 128 ya mrengo wa kudumu yasiyokuwa na rubani kutokea huko nchini Ukraine.